Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wakafa ala rasulillahi almustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayati wal wafa, amma ba'd. Je, unafahamu qawanin ama kanuni ambazo zinazomfanya na kumsaidia jini kuweza kumtawala mwanadamu, yani kumwingia mwanadamu na kuweza kumdhuru? Jini wanatumia mbinu tofauti tofauti za kuweza kummiliki na kumtawala na vile vile kumdhuru mwanadamu kwa asbabu tofauti tofauti. Kuna ahwali kadha na kuna kanuni kadha ambazo viumbe kama hawa wanatumia katika kumwingia na vile vile katika kumtawala na kuweza kumdhuru kwa hali zozote, ima kwa kumdhoofisha au kwa kumla ndani ya mwili wake au vile vile kumtia maradhi tofauti tofauti katika mwili wake. Kwa hivyo video hii insha Allahu taala tutaelezea qawanin ama kanuni ambazo viumbe hawa yani majini wanatumia katika kuwadhuru wanadamu na njia ya kuweza kuwashinda viumbe kama hawa. Na kabla ya kuanza kuelezea kanuni hizi, basi mwanzo tutangulize kumsalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna kanuni kadha ambazo kwamba viumbe hawa wanatumia, na ukivifahamu ama ukizifahamu kanuni hizi, hutaweza kudhurika na viumbe hawa. Utakuwa wewe una silaha ya kuweza kupambana na viumbe kama hawa na kuweza kuwashinda. Basi songea karibu uweze kuzifahamu kanuni hizi. Kanuni ya kwanza ni kanuni ya kuogopesha, yani kanuni tahwifi. Ni kanuni ya kuogopesha, yani ya kumfanya yule mwenye kudhurika ama mwenye kupatwa na jini anakuwa ni mwenye kuogopa, yani jini anamtia uoga. Uoga wenyewe kwa njia gani? Kwa kumtia maradhi, yani anakuwa mgonjwa yule anahisi kichwa, anahisi viungo vyake ni mwili wake ni mdhaifu, anakuwa na wasiwasi, vile vile hata anakuwa anaumwa na tumbo. Hizi ni njia ambazo kwamba jini huwa anatumia anapoingia mwanadamu ili kuweza kumtawala na kuweza kuendelea kumdhuru mwanadamu kama yule. Suluhisho la tatizo hili ama njia ya kuweza kuishinda kanuni hii ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa adhkar, kwa kusoma Qur'ani, kwa kumsalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kusikiliza Qur'ani. Ukiweza kuyafanya haya, basi utaweza kumshinda kiumbe kama huyu na ataweza vile vile kuwa mbali na wewe. Na anapofahamu kwamba umemshinda, basi anatumia kanuni nyingine, nayo ndiyo kanuni ya pili. Kanuni ya pili ni kanuni ya alhurub, yani ni kanuni ya kumkimbiza. Kivipi? Anamfanya yule mwenye kudhurika, mwenye kupatwa na jini akakimbia ruqya, akamkimbia yule mwenye kumsomea ruqya, akamkimbia yule mwenye kumtibu. Yani anaweza anza kufanywa ruqya ama kwa sheikh akamfanyia ruqya, au kwa tabibu akamfanyia ruqya. Pengine ruqya ni siku 7, kwa hivyo akaenda siku ya kwanza, akaenda siku ya pili, au siku ya 3 au siku ya 4, kisha siku zilizobaki
Yani akahisi yeye sasa yuko sawa, yani kama alikuwa ni kuumwa na kichwa kimeondoka, kama ni kuwa na wasiwasi umeondoka, na vile vile kama ni kuumwa na tumbo limeondoka. Kumbe ni huyu kiumbe amejaribu kumpumbaza mgonjwa ili asifahamu kwamba yeye sasa bado ako na ugonjwa kama ule, bado huyu bwana yuko pale anataka kumtawala. Kwa hivyo anamponyesha. Baada ya muda tu unapata sasa yale maradhi yamezidi, yametokea tena na yamezidi kuliko ilivyokuwa mwanzo. Sasa inakuwa ni hatari na balaa zaidi. Suluhisho la kuweza kutatua tatizo kama hili au namna ya kupambana na kanuni hii ni kwamba yule mgonjwa atakiwa aendelee na dawa, aendelee na ruqya, aendelee aende kwa yule tabibu, yule mualij, aendelee kumfanyia visomo, na kama amepewa dawa aendelee kutumia ile dawa mpaka muda wa ule dawa uishi, au mpaka kile kipimo kiishe. Kwa sababu unapomaliza zile dawa, unapofanya zile ruqya vizuri, unaweka pazia, unaweka kinga kati yako wewe na kiumbe huyo. Inakuwa ni vigumu sana yeye kuja na kuweza kuendelea kukutawala ama kukudhuru. Kwa hivyo ni muhimu sana ufanye nini? Uendeleze hicho kisomo. Kama ni ruqya, uendeleze ruqya, na kama ni dawa umepewa, uendelee kutumia mpaka ishi. Huyu kiumbe akishafahamu kwamba wewe umeendelea na ruqya, umeendelea kujitibu, inakuwa sasa yeye anaona kanuni hii haimsaidii tena. Sasa anaendelea kufuata kanuni ya tatu, kanuni ya upweke. Kanuni ya upweke, yani kanuni al-uzla, kanuni ya upweke. Huyu jini anapoingia kwa mwanadamu kwa ajili ya kumdhuru na kuweza kufikia malengo yake, anamfanya huyu binadamu kuweza kujitenga na watu. Anakuwa sasa anakaa kando, hataki mtu awe karibu na yeye. Yani anahisi mtu akiwa karibu na yeye basi anamtia dhiki, anamzidishia maradhi. Lakini kumbe hajui ya kwamba mtu anapojitenga na watu basi inakuwa ni nafasi kubwa ya huyo kiumbe kuweza kumtawala na kumwingia vizuri na vile vile kumdhuru, kwa sababu hawa wanapenda kuwafuata wale watu ambao kwamba ni mapweke, yani wenye kukaa kipweke, wenye kukaa peke yao na kujitenga na watu. Kwa hivyo inampa nafasi ya huyo kiumbe kuweza kumwingia na kumtawala. Ili uweze kuishinda kanuni hii na kuweza kumshinda huyo kiumbe, basi wewe jilete karibu na wenzako na familia yako, uwe karibu na wao, wakupe nasaha, vile vile ikiwezekana wakusomee. Kwa njia hiyo basi utakuwa wewe umeweza kumshinda na kumkinga kiumbe huyu. Sasa kiumbe huyu akisha kuona kwamba hii kanuni ya tatu umemshinda, hakuweza kuitekeleza, anaenda sasa kuingia ama kufuata kanuni ya 4. Kanuni ya 4 ni ipi? Kanuni ya wahmu, kukutia yani wahmu, mawazo fulani ambayo hukujalia wewe ukahisi kwamba wewe umepata sihiri, umerogwa, mtu amekufanyia sihiri. Tena sihiri yenyewe pengine hata imefanywa katika baina ya kitovu na mapaja, yani imefanywa katika sehemu ya siri. Sasa hali hiyo anakufanya wewe unaona kwamba huwezi kutibika kwa maradhi haya.
Kwa hivyo inakuwa sasa ni udhia kwako, anakutia udhia, anakutia wasiwasi. Yani haya ni maradhi, ni makubwa, maradhi sugu, huwezi kujitibu. Kwa hivyo wewe usibaki hivyo hivyo, usiende kwa tabibu kuweza kujitibu. Basi kanuni hii jini huwa anaitumia kwa ajili ya kuweza kumtawala mwanadamu. Ili uweze kupambana na kanuni kama hii na kuweza kuishinda, basi wewe chukulia husnu dhanni na uondoshe wasiwasi katika akili yako ya kwamba kila maradhi Allah subhanahu wa ta'ala ameweka tiba, ameweka tiba. Kila maradhi yako na tiba. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema likulli da'in dawa, yani kila maradhi yako na tiba. Kwa hivyo kama ni sihiri iko na tiba yake, na kuna njia zake ambazo kwamba ni mashruu, ambazo zimeruhusiwa kisheria. Kwa kuzifanya njia kama hizo, basi ukizifanya insha Allahu taala utaepukana na kiumbe kama huyu, na vile vile utaweza kujitibu. Huyu bwana akisha kuona kwamba hii njia ya kuweza kukutawala umemshinda, umeweka kizuizi, anaendea kanuni ya tano. Kanuni ya tano ni ipi? Kanuni ya tano, anakuingiza katika shimo, anakuingiza katika shimo mbaya. Shimo lipi? Ni kwamba anakutia mawazo na kukwambia kwamba wewe sasa ushapatwa na jini, wewe uko na kiumbe kibaya ambacho kwamba lengo lake ni kukudhuru wewe, lengo lake ni kukutia katika matatizo, lengo lake ni kukutia balaa na maradhi tofauti tofauti katika mwili wako. Kwa hivyo, na njia ya kuweza kujitibu kupitia kwa mawazo yake, anakwambia nenda ufuate njia ambazo kwamba si sawa. Yani atakuongoza uende kufanya mambo ambayo kwamba hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala, ni mambo ambayo kwamba ni kinyume na mafundisho ya dini yetu. Pengine umwendee sahir afanye mambo yake, shawadhi zake, akuoneshe kwamba hii ndiyo njia ya kuweza kujitibu na kumtoa huyo kiumbe. Badala wewe uende na ufuate njia ya kisheria, yani kusoma ruqya, kwenda kusomewa ruqya sharia, aya za Qur'ani na dua maathur, ukaenda ukasomewa, ukaenda ukapoa tiba an-nabawi, tiba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima kwa kusomewa maji ama kwa kuandikiwa dawa kwa njia ambazo kama ni mashruu, yani ukanywa yale maji, na vile vile kama ni maji ni kuogea, hizi ndio njia mashruu. Kwa hivyo yeye anakuambia la, usifuate njia hii, fuata njia ambazo kwamba ni za haram, njia ambazo kama za kumuasi na kumuudhi Mola subhanahu wa ta'ala, njia ambazo kwamba za kumuingiza yule mwenye aloathirika katika shirki. Hii inakuwa ni kanuni ya mwisho ambayo jini huwa anatumia katika kumshinda mwanadamu. Ili uweze kupambana na kanuni kama hii ambayo kwamba ndio kanuni ya mwisho huwa anatumia jini, kuweza kupambana na kanuni kama hii ni kufuata njia mashruu, yani ukaenda kwa sheikh akakufanyia ruqya, sheikh ambaye kwamba ni mchaji Mwenyezi Mungu, mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na akafuata njia za sahihi, yani akakutibu kwa kupitia ruqya, akakusomea maji, akakuandikia dua, akakuandikia ayati za Qur'ani, ukawa wewe ni mwenye kunywa au vile vile ni mwenye kuogea. Zote hizi ni njia, ni mashruu, na nishawahi kuzielezea katika video zangu zilizotangulia kwa ushahidi na vile vile kwa akwali za maulama. Kwa hivyo hizi njia ukizifuata, ama hizi njia ukizifahamu wewe, basi utaweza
kumshinda huyu kiumbe, hataweza kupata nafasi ya kukutawala, ya kukuingia katika mwili wako, kukutawala na vile vile kukudhuru. Kwa hivyo hizi ndizo kanuni, na yule ambaye kwamba yeye kwa bahati mbaya, kwa mtihani ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuonja, ikatokea mambo kama haya, basi ajue atumie njia hizi na ataweza kupambana na kiumbe kama huyu na kumshinda. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuafikie kila la kheri na mazuri. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuegeshe na mabaya yote. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuepushie na atupe mema katika dunia hii, na vile vile atupe mema kesho akhira mbele yake Subhanahu wa Ta'ala, na atusamehe dhambi zetu, na vile vile atukinge na adhabu ya Jahannam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.